Wiki ijayo inayoanza siku ya Jumatatu ya kesho huenda ikawa ya moto katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusema kwamba itakutana na wenzao wa Israel kuijadili Iran na namna ya kuweza kushughulikia suala la nyuklia la Iran. Marekani na Israel zinatazamiwa kuitisha mkutano wa kimkakati kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiimarisha kampeni yake ya shinikizo kubwa dhidi ya Tehran. Hii ni kwa mujibu wa Middle East ambayo imeripoti. Kampeni ya vikwazo inakuja huku shirika la habari la Axios likiripoti kuwa Israel na Marekani zinajiandaa kukutana kujadili mpango wa nyuklia wa Iran. Ikumbukwe mataifa haya mawili yalifanya mpango wa kujadiliana juu ya namna ya kulipua mifumo ya nyuklia katika taifa hilo la Iran, huku ikisema kwamba mwanzoni wa mwaka 2023 moja kati ya kazi kubwa ambazo watazifanya mataifa hayo mawili ni pamoja na kulipua vinu vya nyuklia vya Iran. Trump na waziri mkuu wa Israel tayari wamekutana katika ikulu ya White House na kuijadili Iran. Kikundi hiki maalum cha kazi kilianzishwa mnamo 2009 wakati wa utawala wa Obama kushughulikia suala la nyuklia la Iran. Mkutano wa wiki ijayo kati ya Marekani na Israel mjini Washington utajumuisha washauri wakuu wa Netanyahu, waziri mkuu wa masuala ya mikakati Ron Dermer na mshauri wa usalama wa taifa Tzachi Hanegbi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Trump Mike Waltz atahudhuria kwa upande wa Marekani pamoja na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, ambapo Pentagon na jumuiya ya kijasusi ya Marekani watashirikiana katika kujadili ni namna gani wataweza kukabiliana na Iran ambayo imekuwa na ukaidi juu ya suala zima la nyuklia. Uhusiano kati ya utawala wa Obama na serikali ya Netanyahu ulikumbwa na mvutano kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao ulifikia kilele kwa Netanyahu kutoa hotuba kwa Congress ambapo alitupilia mbali diplomasia ya Obama na Iran. Juu ya Iran, Trump anajiweka kama mtu mkali. Trump wakati huu anaonekana kuwa mkali zaidi juu ya Iran, huku akituhumu kwamba inalisaidia kundi la wapiganaji la Kihouthi aliloliita ni kundi la kigaidi ambalo linaishambulia sana nchi ya Israel. Trump amesema anataka makubaliano mapya ya nyuklia mnamo mwezi Machi, na alifichua kuwa alituma barua kwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akiomba mazungumzo. Anasema bwana Trump, kuna njia mbili Iran inaweza kushughulikiwa: kijeshi au kufanya makubaliano. Trump alisema, ningependelea kufanya makubaliano kwa sababu sitarajii kuumiza Iran. Wao ni watu wazuri, alisema zaidi rais huyu wa Marekani bwana Donald Trump. Shirika la habari la Axios limeripoti Ijumaa kwamba barua ya Trump iliweka makataa ya miezi miwili kufikia makubaliano mapya ya nyuklia. Kufikia sasa diplomasia ya Trump imeipa Iran imani ndogo katika sifa za kuanzisha mazungumzo. Ayatollah Ali Khamenei akizungumza siku ya Ijumaa katika hotuba yake ya moja kwa moja ya kila mwaka ya televisheni Mwaka Mpya wa Uajemi alisema kwamba vitisho vya Marekani dhidi ya nchi yake havitafikisha popote. Siku ya Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema barua hiyo ni tishio zaidi, lakini pia alisema inaonekana kutoa fursa. Araghchi ameongeza kuwa Tehran inapima majibu yake ambayo yatatolewa katika siku zijazo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Hii itakusaidia kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.